إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلالات والنيران. يقول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أحبة، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وحثنا في آياته كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, mtume ambaye ametumwa kwa ajili ya dini hii ya Kiislamu na kwa ajili ya kutuelimisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anataka tumwabudu. Vile vile naihusia nafsi yangu kama ambavyo na wahusia ninyi pia katika jambo hilo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wacha Mungu ndio wenye kufaulu, ndio wenye kufanikiwa. Ndugu yangu Muislamu, katika siku yetu ya leo tazungumzia hukumu ihtifali bira'asi sanati almiladia, hukumu ya kusherehekea sikukuu ya mwaka mpya. Katika Uislamu nini tunajifunza? Ni kwa mafundisho gani ambayo Uislamu unatutaka sisi tuwe? Baadhi ya Waislamu hawajui na hawafahamu na hawataki kufahamu kwamba
sikukuu zina mafungamano makubwa na itikadi, zina mafungamano makubwa na imani za watu. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna likulli qaumin aidan wa hadha aiduna, hakika ya kila watu wana sikukuu zao, wana idi zao ambazo wanasherehekea, na idi yetu sisi Waislamu ni hii, akimaanisha idi mbili au zote, kwamba Idul Adha na Idul Fitri, kwamba hizi ndio idi zetu, hizi ndio sikukuu zetu. Na ndugu yangu Muislamu, kufahamu haya kwamba sikukuu zina mafungamano, kwa sababu kama ni sikukuu ya mwaka mpya, ina maana na sisi Waislamu tungepaswa kuwa na sikukuu ya mwaka mpya ambayo ni ya mwezi wa Muharram. Na katika masikitiko makubwa, baadhi ya Waislamu hawajui hata miezi yao ya Kiislamu, wanashindwa kwenda na mtindo wa ibada zinazohitajika katika miezi ya Kiislamu, kwani miezi ya Kiislamu ina mafungamano makubwa na ibada ambazo Muislamu anazifanya, yakiwepo masiku meupe, tarehe 13, tarehe 14, tarehe 15, ayamul bidhi, ni masiku ya kufunga katika Uislamu na ni katika sunna. Kwa ikiwa mtu hafuatilii miezi ya Kiislamu, ina maana kwamba ibada hizi atakuwa amezipoteza. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, ili useme kwamba ni mwaka mpya, naftaridhu, hata kama tukijalia tuashumu kwamba inafaa kufanya sikukuu ya mwaka mpya, je, sisi Waislamu huu mwezi unaokuja ni mwezi wa mwaka mpya? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran, hakika ya idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwaka mmoja kuna miezi 12, fi kitabillah, katika maandiko, katika hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma khalaqa samawati wal arda, yani katika kadari yake alivyokadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tangu alivyoumba mbingu na ardhi, kwamba kuna miezi 12. Miezi hii 12 ndio inatengeneza umri wetu. Ili umalize mwaka uingie mwaka mwingine, ukisema na miaka 20 unahesabu miezi. Miezi ikifika 12 na mwaka mmoja. Kwa hiyo anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, minha arba'atun hurumun, na katika hiyo miezi 12 kuna miezi 4 ni miezi mitukufu. Yani ni miezi ambayo imeheshimika, imepewa heshima ya hali ya juu, imepewa utukufu wa hali ya juu. Dhalika dinul qayyim, na hiyo ndio dini, na huo ndio mfumo uliokuwa wa sawasawa unaotakiwa kufuatwa na wanadamu, na hasa Muislamu kufahamu utaratibu huu wa miezi na kuijua miezi mitukufu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, na msifanye dhulma, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Wanawachuoni wanasema fihinna, katika hiyo miezi,
ima inarudi katika miezi yote 12 kwamba haifai kufanya madhambi, haifai kufanya maasi, haifai kufanya dhulma, ima dhulma kwa maana ya ushirikina, au dhulma kwa maana ya kuwadhulumu watu wengine, au dhulma kwa maana ya kuidhulumu nafsi yako. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Angalia madhara yanayoweza kupatikana kwa Muislamu. Muislamu leo anahisi ni mwezi wa 12, hawezi kuhisi kama ni mwezi mtukufu. Lakini wakati huu yuko katika mwezi wa Rajabu ambao ni mwezi mtukufu wa Kiislamu. Hahisi kwamba yuko ndani ya mwezi mtukufu wa Rajabu kwa sababu yeye hisia zake zote yuko katika mwezi wa 12 na anaenda kuingia mwaka mpya. Ina maana atafanya madhambi katika masiku haya ambayo kabla ya kufika hiyo Januari, lakini pia atakuwa anafanya maasi katika mwezi wa Rajabu ambao ni katika miezi mitukufu. Kwa ima inarudi katika miezi 4 mitukufu au inarudi katika miezi yote 12. Lakini katika maeneo yanapokuwa matukufu zaidi, kufanya dhambi kwenye eneo hilo, dhambi hiyo inakuwa na uzito zaidi. Hata kama dhambi hiyo haifai kuifanya. Mtu kuja kufanya uzinifu hapa kwenye mimbari na akafanya nje, haiwezi vikawa sawa kwa sababu hapa amevunja heshima ya msikiti. Yote ni madhambi, lakini yamezidiana uzito kwamba umefanyia wapi. Ukaingia kwenye mji wa Maka kwenye haram, ukaenda ukafanya machafu pale na ukafanya katika miji mingine ambayo haina utukufu huo, haiwezi kuwa sawa. Yote ni madhambi, lakini yatatofautiana ubaya wake na uzito wake. Mtu kuzini ni jambo la haramu. Hata imekuja katika hadithi ni bora mtu akazini na wanawake kadhaa, lakini ni mbaya zaidi kuzini na mke wa jirani. Kwa sababu yule amepewa amana, uko naye jirani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum. Akasema waqatilu limushrikina kafatan. Wapigeni vita washirikina wote. Kwa sababu washirikina wote wanapiga vita Uislamu. Wanapiga vita hii dini ya Allah. Hawataki watu wakafuata mfumo huu. Kama yuqatilunakum kafa, kama ambavyo wanawapigeni ninyi vita na ninyi pambaneni nao kukhalifu mifumo yao, kukhalifu nyenendo zao, kukhalifu yale wanaoyafanya ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajaja nayo. Akasema waalamu, najueni, natambueni, nafahamuni kwa yakini kabisa anna Allaha ma'al muttaqin. Inna Allaha ma'al muttaqin. Hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wale wenye kumcha Allah. Ina maana Mwenyezi Mungu yuko upande wa wale ambao wanachunga mipaka. Wanaambiwa hili ni haramu, wakaliacha. Mungu yuko pamoja nao kwa kuwasaidia, kwa kuwanusuru, kwa kuwalinda na kila lilokuwa baya na kila lilokuwa la shari. Allah yuko pamoja nao. Kwa hiyo usije ukajihisi kwamba wewe ni mnyonge kwa sababu ya kutokushiriki vitu ambao watu wanavifanya na vinamuudhi Allah, vinamkasirisha Allah, na wakati Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wacha Mungu. Haijalishi hata akawa mcha Mungu ni mmoja. Ndugu yangu Muislamu, katika miezi hii ambayo inayohesabika kwamba inaitwa ni katika kalenda ya miladia inayoanza na Januari, ukiangalia hata majina ya ile miezi hayana uhusiano kabisa na miezi. Hayana uhusiano na miezi. Miezi ni kitu kingine, lakini na majina yale ni vitu vingine, na idadi ya masiku yanayohesabiwa ni kitu kingine.
Ukiambiwa Januari, manake wanasema, ukienda katika kamusi wanasema huyu ni Mungu ambaye alikuwa anaitwa Janusi, mwenye nyuso mbili, two faces. Anapokwenda kama anakuja na anapokuja kama anaenda. Na aliabudiwa kwa siku 31 kwa sababu alikuwa ni wa kiume. Na Februari wakasema ni Mungu wa kike ambaye anaitwa Februata, na aliabudiwa siku 28 kwa sababu alikuwa ni Mungu wa kike wa Kirumi. Siku 3 anaingia periodi, kwa hiyo hawezi kuabudiwa. Kwa hiyo ikawa kila mwezi, kila mwaka Februari na siku 28, wakazuga kidogo wakasema kama mwaka utakuwa ni mrefu basi itakuwa na siku 29. Nini kinarefusha? Lakini Muislamu anatakiwa kufahamu ya kwamba miezi ya Kiislamu, mwezi wa kwanza ni Muharram, wa pili Safar, wa tatu Rabiul Awwal, wa nne Rabiul Thani, wa tano Jumada al-Ula, wa sita Jumada Thani, wa saba Rajabu. Ndio tulionayo hivi sasa. Leo tarehe 6 Rajabu. Kwa tarehe 20 na ngapi? 26 Disemba. Hii Disemba 26 leo imehesabu nini? Kwa sababu mwezi tangu umeandama una siku ngapi? Una siku 6. Hii 26 imehesabiwa nini? Ni mwezi gani uliandama ukawa umehesabika mpaka leo na siku 26, wakati leo mwezi tangu umeandama una siku 6? Ina maana kinachohesabiwa sio mwezi, sio yale mwezi unavyoandama unauhesabu. La, wanachohesabu ni idadi ya ile masiku aliyoabudiwa yule Mungu. Aliabudiwa kwa siku ngapi? Hizo ndio zinazingatiwa. Kwa hiyo kama leo ni tarehe 6 Rajabu, ina maana tuna Shaabani mwezi wa 8, Ramadhani mwezi wa 9, Shawali mwezi wa 10, Dhulqaada mwezi wa 11, Dhulhijja mwezi wa 12. Ina maana tunaingia tena Muharram. Kama tungekuwa tunahitaji sikukuu ya mwaka mpya, ina maana tungepeleka huko. Sasa tuko mwezi wa 7, wewe unaserembuka, japo kuwa haifai, ukidai kwamba huu ni mwaka mpya. Umehesabu kuanzia wapi wewe Muislamu? Na kitabu chako ndio kinasema hivyo. Mola wako muumbaji wa mbingu na ardhi ndio anasema inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Surati Tauba aya ya 36. Miezi 12. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, kwa mujibu wa maneno haya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bado inatutaka sisi Waislamu